Yes, ni ndani ya kampuni moja hivyo photoshoot. Kuna mwamba huyu hapa, yupo zake location akipiga zake kazi, maelekezo ya hapa na pale, mtaalamu wa kutwanga foto. Kazi iliisha, huyu akawa na sepa zake. Bosi, samani na kukumbusha, kesho after lunch kuna msanii anakuja kufanya photoshoot. Ya ndio nakumbuka, weka vitu vyote sawa, nitakuwepo ndani ya muda. Mbele kidogo anakutana na best friend wake ambaye ni partner wake katika kampuni hiyo anayomiliki, na jamaa ndio boss wa kampuni. Mwamba alikuwa anaitwa Village, kijana mpambanaji, mchapakazi kinoma yani. Baada ya kutoka kazini, moja kwa moja alienda nje ya shule fulani hivi na kumsubiri binti yake wa kike. Yule pale katoto kazuri karembo, baba akamsaidia mabegi, akambeba mrembo wake huyo nyumbani. Baadaye jioni kwenye dina, pembeni alikuwepo baba wa jamaa, ila mtoto anaonekana kama hana furaha hivi. Vipi binti yangu, mbona upo hivyo leo? Hamna baba, kuna kijana mmoja shuleni ananiumiza kichwa. Yeye anakuwa wa kwanza kila siku, mimi wa pili, tena ananizidi 1% tu. Mjukuu wangu, usijali, ni 1% tu, wewe usiopu, safari haijaisha, ipo siku utampita tu. Baadaye muda wa kulala, baba akawa anamsomea hadithi mwanawe, huku stori 1 2 3, ili mradi tu binti yake apumzike, na huu ndo utamaduni wake kila siku. Mwisho wa stori, binti akauliza, mbona stori zako kila siku sioni jina la mama likitajwa? Mzee akumjibu kitu, akaona muache ende zake. Baba, nijibu, wewe kila siku unanihadithia stori ambazo hazina mama na wala hujaniambia chochote kuhusu mama yangu. Jamaa akaona sawa, okay, nitakuhadithia kuhusu mama yako, lakini kwa sharti moja, mpaka ukimpita huyo kijana anayekusumbua kwenye matokeo unakuwa wa kwanza shule. Kisha jamaa akachukua boksi ambalo lina dawa nyingi, akatoa kazana kumpatia mwanae akameza. Pembeni kulikuwa na mtungi wa gesi wa kupumulia, akamwekea mwanae kabla ya kulala. Nakupenda baba, nakupenda pia binti yangu. Akamwaga na kuzima taa, huyo akaondoka zake nje. Utaendelea kuuficha ukweli huu mpaka lini? Sauti ya mzee wake ilisikika. Mzee, uso muda wa kujadili haya. Hivi unajua watu wanaongelea huko nje? Mimi sijali wanaongea nini, nachojali ni kumtunza mwanangu. Lakini ni bora akasikia ukweli kutoka kwa baba yake mwenyewe kuliko kusikia huko nje, itakuwa ni mbaya zaidi kwake. Yaani hapa mtoto wa jamaa anaumwa shida ya mfumo wa hewa, pafu lake moja lina tatizo, na hili tatizo alizaliwa nalo. Kwa hiyo yeye ni mtu wa dawa kila siku na matibabu, sababu bila hivyo muda wote anaweza kufariki dunia. Na kuhusu mama yake, hatujui kama ni mzima au amekufa. Usijali, tutafahamu huko mbele zaidi. Ila familia kama unavyoiona, babu, baba pamoja na mtoto. Mchizi kila siku ni mtu wa kuweka mazingira safi ya vyakula na nyumba asije akamzuru mwanawe. Usiku wa manane binti aliamka, akamuona baba akalala kwenye kochi, akamfunika vizuri, kisha akaingia zake kupiga msuri. Asubuhi kama kawaida, baba ndio mama anamwandaa mwanawe shule. Weekend wanakula bata kinoma yani. Maisha ndio alikuwa hivyo, yeye, babu na mtoto. Mwamba alikuwa anampenda sana mtoto wake kuliko kitu chochote kile duniani. Chochote atafanya kwa ajili ya mwanawe. Muda mwingine wanapitia usingizi pamoja. Babu anakuja kuwatenganisha jamaa apumzike vizuri. Anachoka sana na kazi za siku nzima. Basi haya ndio alikuwa maisha ya baba na mwana, bila uwepo wa mama wala ndugu yoyote yule zaidi ya babu tu. Binti akaingia kwenye pepa siku hiyo, akamwangalia yule kijana anayempitaga, akasema kimoyomoyo, leo utaniambia vizuri kwa mpaka chumbani ni mboga au tunatumia wakati wa shida tu. Siku hiyo mzee karudi zake nyumbani, anaenda kumwangalia mwanawe, anakuta kinafurahi, kisha akampatia karatasi ya matokeo. Baba, nimempita yule kijana, nimekuwa wa kwanza. Wow, hongera sana binti yangu. Okay, baba amechoka, ngoja akapumzike. Hapana baba, usilale leo bila kutimiza ahadi. Uliniahidi nikiwa wa kwanza utanihadithia story kuhusu mama yangu. Ndiyo, lakini uone baba amechoka, nitakuhadithia wakati mwingine. Lakini baba uliniahidi. Ahadi, jaribu kunielewa basi. Jamaa huyo akaondoka. Baadaye akaja kumchungulia kama amelala, ila kumbe binti hakulala. Asubuhi kuna kucha, mzee anamshtua Village, mtoto aonekani hayupo. Amepiga simu shule napo wanasema hajafika. Mzee alipagawa kidogo na inaonekana kaondoka na mbwa, maana naye hayupo. Baba ikabidi ahangaike kumtafuta sasa. Upande wa pili, dogo alivaa zake vizuri, yuko mtaani na mbwa wake. Mara mbwa akamponyoka na kukimbia. Dogo kabidi amfukuzie. Mbele kulikuwa na mrembo fulani hivi, akamzuia yule mbwa na kumrudisha kwa mtoto. Dogo alikuwa na hema sana, akamshukuru sana na kupiga maji kidogo pale. Sasa kipindi dogo anaondoka, ghafla akiwa anavuka barabara, lori hili hapa. Okay, upande wa pili mzee anapigiwa simu na mtu asemjua na kutumiwa location ya aende. Jamaa anapika sehemu alipoambiwa, anakuta mtoto huyu hapa mzima. Mzee akaanza kumkaripia kidogo, kwa nini katoroka nyumbani bila taarifa. Pembeni alikuwepo yule mrembo aliyokutana naye dogo. Binti hakuwa na baya. Hai, naitwa Yashna. Naitwa Village. Binti sasa ikabidi amuelezea alivyomwokoa mwanae kutoka kwenye ajali. Jamaa akamshukuru sana. Yashna alikuwa ni mchangamfu sana, maneno mengi yani. Akamwambia jamaa, mwanao kanihadithia kila kitu. Ulimwahidi kuwa utamhadithia story ya mama yake baada ya kufaulu mtihani, ila ukufanya hivyo, ndio maana akaamua atoke akazulule tu. Kwa nini hujamhadithia? Kwa nini hujatimiza ahadi? Jamaa anashangaa, huyu mwanamke vipi? Mbona anaingilia mambo yasiyomuhusu? Okay binti yangu, nitakuhadithia story ya mama yako leo jioni, na ahidi kama ulishindwa kutimiza ahadi yako jana, tutakuaminije leo? Tunataka umhadithia hapa hapa. Dogo naye anasapoti. Ndio. Kwani mwanamke vipi, anakuhusu? Ndio ananihusu, sababu nimemwokoa mwanao leo. Yaani hapa kulikuwa ni utata tunaoendelea. Dogo yupo upande wa Yashna.
Mchizi anaishiwa pawa kabisa. Okay, mzee kabidi akubali sasa kuhadisia stori ya mama yake kuanzia siku ya kwanza walipokutana. Miaka kadhaa nyuma huko, jamaa alikuwa akiishi kijiji fulani hivi na kazi yake ilikuwa ni hiyo hiyo, upigaji picha. Kipindi hiko bado alikuwa ni maskini, hajajipata. Kijiji chao kilikuwa ni kijiji cha utalii kidogo. Siku hiyo sasa ghafla alimuona mrembo fulani hivi ambaye ndiye alikuwa ni mama yake na binti. Aisee, mama yako alikuwa ni mrembo sana. Naweza kusema ni hawa waliotoka kwenye bustani ya Eden. Baba, subiria. Sijaiona hata picha ya mama. Sasa mimi nitajuaje yukoje? Au nimfananishe na nani sasa? Ili story inoge nivute picha halisi. Mzee akabaki kimya tu. Mtoto alikuwa anaitwa Mahi. Okay Mahi, usijali. Imagine tosi langu. Mimi ndo kama mama yako katika story. Mzee alishtuka kidogo. Okay, jamaa sasa ikabidi aendelee na story na kutumia taswira ya Yashna kama mama yake na binti ndani ya story. Mwamba alimpenda mrembo tokea siku ya kwanza alipomuona. Kizungu tunasemaga love at first sight. Mchizi kazi yake ikawa ni kumfuatilia kila siku na kumpiga picha mbalimbali bila binti mwenyewe kujua. Kila anapoenda jamaa naye yupo. Mrembo naye alikuwa kashamsoma. Siku hiyo akamtolea uvivu, akaamua mfuate. Wewe kijana vipi? Ni mpelelezi au umetumwa? Pembeni alikuwa na mdogo wake wa kiume. Binti alianza amsha noma pale. Kwa nini anamfuatilia na kumpiga picha kila siku bila ruhusa yake? Kwa hasira akataka kuondoka na kamera, akamshtaki polisi. Ila rafiki yake na Mwamba alitokea na kuanza kumtetea pale. Rafiki yake sio kwamba anamfuatilia, hapana, ila anajaribu kuchukua picha nzuri mbalimbali. Ana ndoto ya kuja kufungua studio yake mwenyewe. Angalia hata hapo mwenyewe kama utaona kuna picha mbovu. Binti kuangalia ni kweli ndio amempiga picha, lakini ni nzuri hatari yani. Akaona kumbe kijana ni mpambanaji tu, ngoja amrudishie kamera yake. Samahani kwa kukuchukulia vibaya. Mimi ni mgeni hapa kijijini. Ila mbona picha nyingi ulikuwa unanipiga mimi tu? Mchizi akamjibu, I love you. Oi mwanangu, mbona umeharibu sasa? Usijali dada, samahani, sikujua kama rafiki yangu huyu ni kichaa kabisa. Mchizi potelea pote, hakutaka kusubiri, akamchana tu binti ukweli kuwa anampenda. Mwaga voko kibao pale, saundi za kutosha. Binti akaona kumbe kweli huyu chizi akabeba kamera yenyewe na kuondoka nayo kabisa. Jamaa akabaki anatabasamu tu. Okay, baadaye mchizi akiwa na rafiki yake kazini, ghafla alimuona binti kaingia moja kwa moja mpaka kwa bosi wao. Kumbe bosi wao huyu ni mjomba wa huyu binti. Wakaona tushaharibu hapa, hatuna kazi, tumemtongoza mpo wa bosi. Bosi akamuita village na kumwambia, mpo wangu huyu kuna picha nataka ukamprintie. Jamaa akakubali, sio mbaya. Fast akampeleka ofisini. Samahani madam, sikujua kama bosi wetu ni anko wako. Binti akamrudishia kamera yake kwanza na kumwambia, usijali, ulikuwa unajisumbua bure tu. Okay, mimi siamini katika mapenzi na mahusiano kabisa, sijui ndoa, watoto, vyote hivyo vitu mimi siamini. Jamaa akauliza, naweza kujua kwa nini? Binti akakumbuka wazazi wake walivyokuwa wanagombana kila siku tokea yupo mtoto na mdogo wake wote mpaka wanakuwa. Hiyo ndio imemharibu kisaikolojia kabisa, mpaka leo haamini katika mapenzi, anaona ni mateso na utumwa tu. Akawa anaendelea kumhadithia maisha yake aliyopitia na wazazi wake mpaka leo kakua na washaachana tayari. Okay, mimi nilikuja hapa kukurudishia kamera yako tu, na hizo picha zangu baki nazo, ni nzuri sana, zinaweza kukusaidia kwenye kazi zako huko mbele. Kisha binti huyo akaondoka. Mwamba akaamua kumfuata. Vipi, nitakuona lini tena? Na vipi, hatuwezi hata kuwa marafiki? Binti akamjibu, nimebakia na wiki mbili tu hapa, tunaweza kuwa marafiki ila kwa sharti moja la kutoleta mambo yako ya mapenzi kwangu. Jamaa alifurahi kinoma yani. Hapo hapo Lipombawa atagongelea msumari tu. Basi mdogo mdogo rafiki kati yao ulianza. Siku hiyo jamaa alimfuata binti kwenye pati yao ya familia. Wakati familia ikipata chakula cha jioni, akamuita binti nje wakutane. Binti akatoka kumsikiliza. Wakaingia kwenye chumba kidogo wasije kukutwa na nduguzo wa anko wake. Jamaa alimletea demu mbege, kinywaji cha kwao iko. Binti anataka anywe, hajawahi kunywa kabisa. Basi stori zikaendelea pale na vicheko. Mara ghafla nduguzo waliingia. Walikuwa ni mke na mume wanagombana. Jamaa na binti walijificha chini ya meza usionekane. Sasa ule ugomvi ulivyokuwa unaendelea, binti ndio unamchanganya saikolojia. Anakumbuka ugomvi wa mama yake na baba yake. Hii kitu inamvurugaga ubongo na kumkosesha amani. Tayari shamwasili ubongo tokea yupo mdogo. Jamaa ikabidi amtulize tu pale. Okay, maisha yaliendelea kama kawaida. Mwamba alikuwa na kambwa kake kadogo hivi. Binti alikuwa nakapenda sana. Siku hiyo mshikaji alimfuata binti na kumwambia, ona, nimenunua kamera kali kabisa ya kisasa, toleo jipya hili. Binti akauliza, pesa zote hizo umetolea wapi? Nimeuza mbwa wangu yule kwa mtoto wa tajiri mmoja hivi, alimpenda. Hata hivyo mimi siwezi kumtunza vizuri, kule atapata kila kitu. Binti akupenda kitendo kile. Akamuuliza, hivi unajua kwetu ni matajiri kiasi gani? Okay, tuseme kwamba mimi nikakubali kuwa na mahusiano na wewe. Je, unaweza kuniacha kwa kuwa uwezi kunihudumia kama familia yangu? Sasa masuala ya mbwa na wewe vinahusiana nini hapo? Vinahusiana ndio, wewe unajua kupenda, ila unaogopa majukumu. Huu ni uthibitisho mdogo ulioonesha. Kisha binti huyo akaondoka. Jamaa akashangaa. Sasa ndo nini kuondoka kama hivi kwa jambo dogo hili? Ndio, ni dogo kwako, sio kwangu. Na kesho naondoka, sidhani kama nitarudi tena huku. Jamaa anashangaa. Binti vipi? Mbona kama ende kwa jambo dogo? Wanawake tena si unajua? Ila sio mbaya. Sometimes wanawake ndivyo walivyo. Okay, kesho yake asubuhi binti alirudi mjini kwa mama yake, yeye pamoja na mdogo wake. Ila
ila hana raha kabisa. Anatamani amcheki mwamba ila roho inasita. Wiki kadhaa zikapita. Siku hiyo binti anatoka zake chuoni hivi, anamuona ule mbwa. Kuangalia mbele hivi anamuona mchizi huyu hapa. Aisee, mrembo alishiwa pawa kabisa. Alishindwa jizuia, akamkimbilia na kumkumbatia huku analia, alimmisi sana aisee. Basi ni maringo tu, si unajua alishamzoea kinoma yani. Akamwomba msamaha pale, samahani kwa kumnunia kwa vitu vidogo tu. Basi kuna muda mwingine ajielewe, ndio anakuaga hivyo tu. Kumbato lilikuwa refu, binti hakutaka kumwachia. In short, mrembo mwenyewe alishampenda mwamba. Yaani ukitaka kujua kama unampenda mtu fulani hivi uliyezoeana naye sana ila huna uhakika, kaa naye mbali wiki kadhaa hivi bila mawasiliano yoyote, alafu utapata majibu. Mimi naungana na kina J Combat na Vanilla. Mapenzi si ya mzee. Okay, katikati ya furaha mama mzazi wa binti akaona ise. Basi ikabidi baadaye watoke wakapate lunch pamoja. Mama akamuuliza Village, unafanya kazi gani wewe? Mimi mpiga picha. Inakulipa shilingi ngapi kwa mwezi hiyo kazi yako? Jamaa akapatwa na kigugumizi kidogo. Binti naye kainama chini tu. Okay, achana na hilo. Unaishi wapi? Naishi Lombo. Unajua umbali kutoka Lombo mpaka huku mjini? Maswali gani hayo mama? Tulia wewe, lazima aelewe umbali uliopo kati yetu sisi na yeye. Msela anaaibika. Bili ya msosi ikaja pale. Mama akasema apewe mwamba alipe. Mchizi kufungua hivi anakutana na 200,000. Kudadeki. Ozi lilimuisha ese. Samani, naomba nimcheki mbwa wangu yupo nje kidogo hapo. Narudi muda si mrefu. Msela alibeba na begi kabisa. Mama, ndo nini hiki unafanya? Sasa kama mwanaume kashindwa kulipa bili ya chakula, ataweza kukutunza wewe kweli? Hivi unafikiri naweza muozesha binti yangu akafe njaa huko kwa mtu asiye na mbele wala nyuma? Aha, ina maana ulielewa na baba kwa sababu ya pesa, si ndio? Ndio maana mlikuwa mnagombana kila siku mpaka mkaachana. Koma we mtoto, ndoa yangu haikuhusu. Unajua mimi na baba yako tulikuwa tunagombania nini? Sitaki wewe ukateseke kama mimi. Muda unazidi kwenda, jamaa onekani. Mama akasema, umeona sasa kashakimbia wewe mwanaume wako. Haya, ngoja nilipe bili twende nyumbani. Mara mchizi huyu hapa akarudi. Akatoa pesa pale akahesabu, akalipa pale kwa mhudumu. Mama akawa anamtazama. Mama, usije nichukulia mimi tajiri. Hapana, huo ni mshahara wangu wa mwezi mzima. Kama bahati hivi umeingia jana. Nilienda nje hapo kutoa. Usijali kwa mimi kulipa bili kwa mshahara wangu wote, sababu napambana kutengeneza studio yangu mwenyewe, ambapo pesa hii baadaye nitaitengeneza ndani ya lisali moja tu. Kwa hiyo ni jambo la muda tu. Mchizi aliendelea kuongea maneno ya uchungu sana na ujasiri kama mwanaume, mpaka binti analia tu yani. Mbele ya mama mkwe jamaa akamposa binti. Will you marry me? Binti anaanzaje kukataa sasa? Ndoa ilifunga kwa shangwe na furaha sana, ila mama mkwe hakuja kabisa. Walianza maisha pamoja kuanzia sifuri kabisa. Binti aliridhika kutoka ushuani kuanza na mpenzi wake zilo chini kabisa. Binti alikuwa anafanya shughuli za muziki, jamaa kama kawaida mzoa mafoto. Kazi zikiisha wanakutana. Ukiacha mke na mume, hawa walikuwa kama chupa na mfuniko, yani akili zao zinaendana kabisa. Maisha yalikuwa ya furaha sana ndani ya ndoa, huku mchizi anajituma sana katika kazi. Kipindi cha masika, nyumba waliopanga inajaa maji ndani ya ese. Wanafanya kazi ya kuyatoa tu. Jamaa akaona maisha gani? Akamtwangia simu msela wake kijijini. Kuna shamba alipewa na baba yake eka 2. Aliuze aje mjini afungue studio ofisi yake mwenyewe. Rafiki yake akakubali. Msela baada ya kuuza ulisi kweli akafungua ofisi yake sasa mwenyewe. Huku yuko bega kwa bega na mpenzi wake. Mchizi alipambana usiku na mchana. Mungu naye akablesi. Wakanunua nyumba mpya kubwa kabisa. Wakaanza piga decoration za ndani. Aisee, kiufupi life ilikuwa nzuri kabisa. Ndoa haichuji, kila siku penzi jipya. Micheza tetea na jogoo tena. Usiseme. Siku moja akiwa wametulia jioni, mwamba akamgusia mkewe. Vipi? Ni wakati sahihi sasa wafanye mpango wa kupata mtoto. Binti kama akupenda hivi. Huyo akainuka na kuondoka. Nini shida sasa? Nafikiri ile jambo tulishaliweka sawa kabla hatujaoana, kwamba ni mimi na wewe tu. Maisha hakuna kuongezeka mwingine. Wewe mtoto sio mtu wa nje, ni familia yetu wenyewe, kutoka kwetu wenyewe, mimi na wewe. Unajua kwa nini nilikubali kuolewa na wewe? Ni kwa sababu nakupenda na nimekubali kusafa kivyovyote vile. Japo mwanzo ulinikuta siamini katika mapenzi. So sihitaji tuzae mtoto Zeni ateseke kama mimi nilivyoteseka kipindi niko mdogo kwa ugomvi wa baba na mama. Mbona unaongea kana kwamba tutagombana na kuachana vile? Tuna miaka 3 sasa kwenye ndoa. Una uhakika gani tutakuwa na furaha siku zote? Mchizi akawa anashangaa. Huyu mwanamke vipi? Mbona kama akili yake haina akili hivi? Hivi unajua unachokiongea wewe? Mbona unakuwa kama una akili za kitoto? Hapana, wewe ndio unielewi. Mimi sitaki watoto wetu waje kupata tabu kwa maugomvi yetu sisi huko mbeleni. Yaani sitaki, naogopa kabisa. Mchizi akaona kudadeki. Inabidi uende kwa daktari wa saikolojia. Ubongo wako huko sawa kabisa wewe. Yaani sijui kwa nini nimejadiliana na wewe ili jambo. Bora nisingewahi kurudi leo. Sawa, nenda. Uliwahi kurudia nini sasa? Wakaanza tupiana maneno pale. Yaani na sijui kwa nini nimekuwa wewe mwanamke. Ila mchizi akajishtukia, akuondoka. Akarudi ndani faster, anamkuta binti naye anataka amfuate. Wakakumbatiana pale. Mchizi akawa anamuomba msamaha, amsamehe, akukusudia kuongea vile kabisa. Okay, sasa hivi chochote utachokisema mimi sina pingamizi. Sawa mke wangu? Hapana, nilikuwa siamini katika mapenzi. Wewe ukaja ukaniaminisha. Siamini katika ndoa, ukaja ukaniaminisha pia. Lakini kwa hili sijielewi, naogopa. Usijali mke wangu, haya yatakuwa maamuzi bora katika maisha yetu. Hutojutia na kuahidi. Jamaa aliendelea kumbembeleza binti pale. Paka binti mwisho akakubali
apate mtoto tu. Okay, tukirudi kwenye maisha ya sasa, jamaa ndo aliishia hapo kwenye story. Nini kiliendelea? Basi ndo tukampata malaika wangu huyu. Vipi kuhusu mimi? Kilitokea nini? Ni yeye, sio wewe. Acha shobo, tumetumia taswira yako tu hapa. Ndo hivyo, alikuwa anapenda sana kuimba, so akaondokaga kufuata ndoto zake huko. Hapana, subiri, hii yaingia kilini kabisa. Yaani mtu mlikuwa mnapendana sana, alafu baada ya kuzaa tu akaondoka kisa kuimba. Siamini, unatuongopea. Kwani wewe mwanamke umetumwa au? Si nishakusimulia ukweli wote. Huamini nini sasa? Mwanangu, ulitaka story mama yako. Tayari nishakusimulia. Haya, tondoke nyumbani. Mzee akalipia bili pale na kunyanyuka kuondoka. Mtoto kagoma kuondoka, anaungana na Ashna. Story haijaisha hiyo, umetuongopea. Au baba wewe ndio uliomwacha mama nini? Mzee akamtia asila, kaona kudadeki. Sawa, ngoja amalizie mwisho wa story. Okay, tukirudi kwenye story, binti alipata kweli ujauzito. Miezi ikazidi kukimbia. Binti akapatwa na uchungu siku hiyo. Mwamba yuko kazini, akapigiwa simu na rafiki yake pamoja na mzee wake, washamfikisha hospitali. Fasta bila kuchelewa, jamaa aliwahi hospitali moja kwa moja mpaka hapo. Ni wa kike bana. Anataka anze mbio, akamwambia subiri. Inaonekana kuna jambo daktari inabidi aongee naye. Taarifa anayopewa sasa ni kuwa mtoto wake amezaliwa na ugonjwa au hali inayoitwa cystic fibrosis, yani matatizo katika mapafu na mfumo wa upumuaji. Hali hii haikaaji sana kwa watoto wachanga, asilimia nyingi hufariki baada ya muda fulani. Msela kwanza ikabidi akamuone mkewe hivi. Haamini, mke wake yuko shwari kabisa, ila mtoto wao sasa ndo ana shida. Ona mtoto wetu, mme wangu, nimemzaa ila sijapata nafasi ya kumkumbatia mama yake. Wameniambia na ugonjwa anaweza kufa muda wote. Wameniambia siwezi hata kumnyonyesha. Hawajanipa hata nafasi ya kumshika. Lakini uliniahidi wewe hakuna kitu chochote kitampata mwenetu. Uliniahidi wewe mtoto ataleta furaha. Ndio nini sasa hiki kilichotokea? Yani binti anamlaumu tena mmewe kwa nini wamezaa. Haya ndo alikuwa hayataki kuleta shida kwa mtoto wao duniani. Binti alilia mno, alilia sana. Mchizi alibaki kumbembeleza tu. Baadaye alirudi naye nyumbani bila mtoto. Inabidi abaki hospitali miezi kadhaa chini ya uangalizi. Kila siku alikuwa anaenda kumuona mtoto wao. Mwamba leo ilikuwa inamuuma, furaha imekuwa huzuni. Mke ndo ana raha kabisa, muda wote ni machozi tu, kilio. Akampigia simu mama yake na kumwelezea kila kitu. Mama alijaribu kumweka sawa tu. Oi mwanangu, nenda nyumbani, mimi nitakaa hapa usiku huu. Hapana, niache, niko sawa. Mimi sisemi kwa ajili yako, nasema kwa ajili ya shemeji, kapumzike naye. Si unamuona na yeye halali, cheki alivyo. Okay, mchizi ikabidi amchukue mkeo akapumzike nyumbani. Wakiwa njiani, jamaa aliongea. Ni miezi mitatu sasa utaki kuongea na mimi vizuri. Hebu usiendelee kwa hivyo, atakuwa sawa tu mtoto wetu. Binti kimya. Ongea na mimi basi mke wangu. Yani na wishi bora nisingekutana na wewe. Na wishi nisingependana na wewe wala kuolewa na wewe. Na bora pia ningeendelea kukataa kuzaa. Na juta kuzaa huyu mtoto kabisa. Inka chapadu. Inti kalipoda mnana. Mtoto hakutaka kabisa baba yake endelee kusimulia. Aisee, story mtoto limuumiza mno. Hakutaka kusikia zaidi jinsi mama yake alivyojutia kumzaa. Mtoto hakutaka hata kumwangalia Yashna. Anaona kama anamwangalia mama yake vile. Si walitumia taswira yake kwenye story ndo maana. Mwamba alimbembeleza mwanae akalala, akamweka zake kwenye gari. Village, nimefanya nini? Mbona hataki kuongea na mimi? Wewe ulitaka tutumie taswira yako kama mama yake. Ulifikiri mwisho ni mzuri eh? Haya, wewe nenda kwako sasa. Sawa, nimempa namba yangu, mnipigie basi kesho akiwa sawa. Na kama uto mind unaweza nielezea nini kilichoendelea baada ya hapo? Okay, turudi kwenye story sasa ilipoishia. Ghafla aisee, walipata ajali mbaya sana kipindi walivyokuwa wanalumbana. Jamaa alikuwa kavaa mkanda, binti hakuvaa. Alipenya mbele kwenye kioo mpaka nje barabarani. Alifikia kichwa. Jamaa naye alishiwa nguvu kabisa, kazimia hapo hapo. Ajali mbaya sana hii. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Binti Ashna alijikuta akilia tu kusikia ule mwisho wa story. Samani, naomba usilie, yashapita yote hayo. Usije kumbushana machungu hapa. Mwamba akamchukua mbwa wake, akaondoka zake mpaka nyumbani. Mwanae akiwa amelala, akampeleka kitandani kumlaza vizuri. Mchizi akarudi zake sebuleni na mawazo kinoma yani. Akafungua zake PC yake. Lakini cha kushangaza uwezi amini, ana picha ya Yashna kwenye PC. Hii imekaaje ese? Na huku upande wa pili binti Yashna story ilimtachi sana. Anajikuta analia tu muda wote. Mara ghafla mama yake mzazi anaita, "Yashna!" Sasa mama yake mzazi ndo yule mama mkwe wa Mwamba. Okay, ukweli uko hivi. Baada ile ajali jamaa kuumia sana, alipona vizuri tu. Pia mkewe naye hakufa. Ila baada ya kufikia kichwa alipoteza kumbukumbu zote kichwani. Operation ilienda vizuri ya kichwa kuokoa uhai wake, lakini hatakumbuka chochote kile wala mtu yoyote ule. Ina maana Yashna ndo mke wa kweli kabisa wa jamaa. Hata siku ile dogo alipotoroka na mbwa ana tabia kukalili harufu. Kwa hiyo alimponyoka dogo na kumkimbilia Yashna, si anamjua vizuri. So haikuwa bahati mbaya mbwa kukimbia mpaka kwa binti. Ina maana mtoto alikutana na kusaidiwa na mama yake mzazi bila kujua. Mama mkwe alimwambiaga jamaa ukweli kuwa
mkeo alitaka mtalakiane, alishaongea na mimi tayari na alikuwa anataka kukwambia wewe. So kwa hili lililotokea, ikiwezekana please naomba muache, sababu hata hakukumbuki tena. Mchizi naye akakubali ni kweli, maana alishaona dalili mapema. Hata yale maneno aliongea binti kabla ya ajali tayari alizihirisha hilo. Hivyo akaona sawa, atamlea mwanae mwenyewe peke yake na wala haturudi tena kwenye maisha na Yashna, ataishi mbali kabisa. Na hata siku ile alipokuja kumchukua mwanawe, alishangaa sana kumuona Yashna ndio alomuokoa. Yaani na maana mtoto alikutana na mama yake bila wote kujuana kila mmoja. Msela alipagawa kwanza, akafuta pumzi nje, ila akajikaza kiume na kuingia. Aisee, huu ndo mchezo mzima ulivyokuwa. So story ile sio kuimagine kwa binti, ni kweli kabisa ilikuwa inamhusu yeye. Bahati mbaya ndo hivyo tena, hana kumbukumbu yoyote. Okay, tuendelee na maisha ya sasa. Oi, wewe mtu na baba yake, mna nini leo asubuhi? Mbona sielewi, mna mawazo sana, nini shida? Mara hodi ikagongwa, besti yake ikabidi akafungue. Ufungua hivi? Haleluya, ni Yashna bwana. Yes, anamjua vizuri. Anashangaa kafuata nini hapa huyu? Mwamba akaja haraka akamchukua binti akamsogeza nje kwanza. We mwanamke, umepajuaje hapa kwangu? Nilipata maelekezo kutoka ofisini kwako. Vipi Maya anaendeleaje? Yuko poa? Jamaa hataki shobo kabisa wala maongezi mengi yani. Kumbuka hapa binti haelewi chochote, yani hana kumbukumbu na wala hakuna alimwambia chochote. Sio mama yake mzazi na wala sio jamaa. Na haya ndio makubaliano aliingia jamaa na mama yake mzazi wa binti kipindi hicho. Kwa hiyo hapa binti amekuja kwa vile amejenga urafiki na mtoto pasipo kujua ni mtoto wake wa kumzaa, aliyejutia kumzaa. Basi binti akalazimisha story pale. Mwamba naye akaona sio mbaya, wapige story 1 2 3. Mara katoto kakatoka nje. Yashna akamfuata pale. Mtoto aliomba samahani kwa kumnunia jana. Binti hakuwa na noma, alimpenda sana Mahi. Wakakumbatiana pale. Jamaa anaona wangekuwa najuana kama mama na mwana. Acha tu. Okay, baadaye kutoka shule naweza nikatoka naye kidogo. Mzee akaanza weka ratiba nyingine za visingizio pale, ili mradi tusitoke naye. Baba, lakini kesho si Jumamosi. Oho, mtoto kasharibu. Binti akaweka miadi pale na muda wa kukutana kesho. Kisha akaaga huyo na mabuso unapigana unaambiwa. Baba anaona balaa gani ile aisee. Baadaye anampeleka mtoto wake shule, rafiki yake anamwambia, "Kwa hiyo leo anaenda kukutana, sio?" Nani kasema? Kwanza nishaga hili. Nimekumbuka kuna kazi Kigamboni. Tunaenda huko na mwanangu pia. Lakini baba, si nina miadi jioni. Baba kashasema sasa, nani kupinga. Mwamba kweli siku hiyo jioni akamchukua mwanae kuelekea zao Kigamboni. Binti huko kafika sehemu husika, ila wapi mtoto wala baba hakuna aliyetokea. Mwisho akakata tamaa kabisa. Sasa bana, Yashna alikuwa kapata mchumba mwingine muda tu aliyetafutiwa na mama yake mzazi, na siku si nyingi ataenda kuolewa. Mtoto alishindwa kuvumilia, akampigia simu Yashna na kumwambia sehemu alipo. Baba yake ndo kamleta, ndo maana jana hawajaonana na leo ilikuwa ni birthday yake dogo. Okay, nitakucheki baadaye. Mtoto akakata. Vipi, uko sawa? Kuna shida? Nataka hospitali hii kamilike haraka. Pia tuharakishe ndoa tukaishi zetu Marekani. Nashindwa kuvumilia. Huyu ndiye mchumba wake na binti sasa. Okay, samahani Alvin. Naomba nitoke kidogo. Kuna vitu nataka nikafuatilie. Bye. Mchizi huyu anamuita Alvin. Upande wa pili baba mdogo anashtuka. We dogo, umetumia simu yangu? Binti akakataa. Akaiangalia hivi, ni kweli. Muone kwanza sura kama Zuchu, usimwambie baba yako sawa, mimi sipo. Oho, okay, mchizi kuja Kigamboni kuenjoy tu, alikuja kikazi, alipewa oda mzee wa mafoto Lukamba. Sasa baadaye kidogo hivi anakuja kumuona binti huyu hapa sehemu aliyopo. Kulikuwa na kama tukio hivi, kusogea mpaka pale. Anamkuta mtoto wake kapalishwa vizuri. Nilifikiri umesahau siku yangu ya kuzaliwa baba. Ina maana binti alikuja kaandaa party ya birthday ya mtoto pale na kusingizia kuwa kaandaa baba kila kitu. Kumbe msela hajui chochote na alishasahau kuwa leo ni siku yake kuzaliwa mwanawe. Mtoto alifurahi kweli. Mara kidogo kuna mtu anamuita. Ni msichana fulani hivi mrembo. Ikabidi atoke naye waongee kidogo. Je, huyu ni nani? Huyu ni mdogo wake na Yashna. Kama unakumbuka katika story, Yashna alikuwa na mdogo wake wa kiume. Sasa yule alikuwa sio wa kiume, ni wa kike. Mwamba alibadilisha tu kwenye story ili mwanae asioji sana kuhusu mama mdogo wake. Na yeye pia anajua kila kitu, ila akaamua kunyamaza kimya tu, na leo hapa amekuja na dada yake tu, kwa vile dada yake katokea kumpenda sana Mahi. Okay, baadaye jioni mchizi akiwa ametulia zake ufukweni anakula upepo, mrembo akaamua amfuate. Mambo poa. Nashukuru sana kwa leo mchana. Nilisahau kabisa kama leo ni birthday ya mwanangu. Na sijui kwa nini nilisahau. Usijali wala usijilaumu. Unajua mimi nilipataga ajali miaka 6 iliyopita. Bora wewe umesahau siku. Mimi nimesahau kila kitu. Basi taratibu stories kazi zinaendelea pale. Binti alionekana mchangamfu sana. Mwamba yeye sio muongeaji sana. Muda unazidi kwenda. Yaani hapa kiupupu kimwangalia binti tayari alishaanza kufutiwa na Mwamba kihisia. Pasipo kujua ndiye aliyekuwa mume wake huyo. Mrembo alishindwa jizuia bana, akamtwanga busu mshtukizo. Ushaikupigwa busu mshtukizo wewe? Mwili unagandaga kwa sekunde kadhaa sababu moyo unajiuliza usukume damu au usukume upendo. Jamaa kabaki kaduaa tu. Wengine lilipoisha akaona sio kweli, akaondoka haraka. Hii ilimtia stress kinoma, yani sio poa. Kesho yake asubuhi jamaa aliendelea zake na kazi zake. Kuna mtu akawa anaingia, watu wakawa wanashangaa. Jamaa naye kuangalia hivi, mrembo kutoka bustani ya Eden huyu hapa. Yaani ndo kaamua kujipendezesha kabisa mtoto wa kike. Akamchukua mtoto pale akaombe ruhusa kwa baba yake waende shopping kidogo. Baba ni nani sasa akatae? Michezo hii, binti anakaa kimitego mitego. Cheki nyonga ile, astaghfirullah.
Astaghfirullah, mbona mtihani ushe wangu. Okay, tuachane na mambo ya uno la Kimakonde. Upande wa pili huku familia ya binti na familia ya mume mtarajiwa iko inapata lunch na kikao kidogo. Wanaulizana binti yuko wapi? Mama anajibu yuko Sunrise Beach huko, kaenda kurefresh mind kidogo. Anapenda sana kwendaga sehemu hizo. Anamtetea tu mwanawe hapa, hajui kuwa kaenda kwa village. Okay, Alvin akasema haina shida, kuna jambo anataka waambie amelifikiria. Tukirudi zetu Kigamboni huku, binti alimlaza mtoto baada ya mizunguko ya siku nzima. Baba alikuja kumfuata mwanae. Hey, muache tu alale kwangu leo, usimuamshe. Mzee anaelewa sasa, wasimchanganye. Akambeba mwanae huyo, binti akamkimbilia amruhusu basi alale naye hata leo tu. Kwani kuna shida gani? Jamaa akamzuia asilete mazoea sana. Kwanza vacation yako iliyokuja imeisha, kwa hiyo naomba utuache na mwanangu, usituingilie sana, hatuja kuita huku, we nenda. Binti alijisikia vibaya kinoma. Mdogo wake baadaye alimfuata. Aisee, usiniumizie dada yangu, kamtulize nakwambia. Binti aliingia zake beach club, anavuta kamnyweso, anapiga kwa hasira. Jamaa alikuja naye aone ni namna gani atamtuliza, sababu alimtamkia maneno makali. Mwamba akaona hapa bila naye kuzimua akili iruke kidogo hawataendana. Piga kwanza chupa kubwa ya Keivanti. Pombe haijawahi kumwachaga mtu salama, hata uwe mpole vipi, ukilewa tu tutajua tabia zako. Mchizi akaona ngoja aruke na magoma kwanza, full vibe dadeki. Tena alikuwa anacheza na wanawake wengine. Binti akaona we sio kweli, ngoja na mimi niingie kati na kuachaji sasa kwa mfano. Baadaye pati iliisha, wote wakiwa mbwi chakari, wakaanza ongea, mara wafukiane, mara wataki kupigana. Yani hapa walivyo wawili wamekutana ni vituko tu na vicheko visivyo na sababu. Mwisho akajikuta wamepitiwa na usingizi tu pamoja. Oho, mtoto alitoka nje aliwaona bana, naye akaenda kulala hapo hapo. Haise, ni familia moja hii, damu nzito haise. Ila ndo hivyo tena. Haya, kumekucha asubuhi, binti anashtuka hivi, anajikuta yuko peke yake. We alimaindi sana. Upande wa pili jamaa huko anapewa taarifa na daktari wake kuwa tayari pafu lishapatikana, ila bado anahofia, hawana uhakika kama operation itaenda sawa sawa, sababu binti bado ni mdogo sana. Uhakika kufanikiwa ni 1% tu, na hakuna daktari ataichukua riski hii. Mchizi alishiwa pawa kabisa. Ghafla binti huyo hapa alikuja pale na kuanza kujiongelesha. Mwisho akafunguka ukweli tu kuwa anampenda sana, anatamani awe mama watoto wake. Je, na yeye anampenda? Mchizi anakumbuka mbali mwanzoni penzi lilivyokuwa zito mpaka kufikia matatizo. Shemeji, aisee, kumbe upo huku, tulikuwa tunakutafuta kinoma yani. Huyu ni nani? Huyu ni mdogo mtu na Alvin, mchumba anayetaka kumuoa binti. Amekuja hapa kumchukua shemu wake, ila akaona kasimama na mwanaume mwingine, ila akaamua kuvunga tu, hao akaondoka zao. Sasa kumbe akuja peke yake, familia nzima ilikuja unaambiwa. Binti na mdogo wake wakabaki wanashangaa tu, nini hiki? Mwamba huyu hapa, nimesikia unapenda sana kuja beach kuenjoy, kwa hiyo nimeleta familia zote hapa, tutafunga ndoa kwenye beach hii. Au mnasemaje ndugu na jamaa? Watu ndio. Upande wa pili rafiki yake anamwambia, ona sasa binti kakupenda tena yule, kama vipi mueleze tu ukweli, mrudi pamoja kuendesha familia. Mwamba akamjibu, oya, naomba uniache kwanza. Sasa huko upande wa pili mtoto anamuita Yashna. Mama mke anaona hivi anashangaa, huyu mtoto anani anamuita mwanangu, ila akapuuzia. Mtoto anataka amkimbilie Yashna, baba akatokea kumzuia, hakuna kwenda. Mama mke kumuona jamaa hivi ndo akagundua, kumbe ni mjukuu wake. Chozi lilimtoka, ila uwezi amini, mama analongumu huyu akaondoka zake, akamfuata mwanae waondoke. Yani hapa mama hataki kuufichua ukweli. Okay, maandalizi ya harusi yakaanza. Binti hana raha kabisa, aliamua kumpigia simu baba yake mzazi na kumuelezea kila kitu. Anataka kuolewa na huku kapenda mtu mwingine, huku kwingine jamaa anaandaa mizigo, kesho aondoke na mwanae eneo hilo kabisa. Asubuhi kuna kucha na mwangalia mtoto chumbani kwake hayupo. Mchaka kumtafuta ulianza, ila Faza kastuka, mtoto kwenye harusi ya Yashna atakuwa kaenda eneo lile. Kweli wakatia timu kumtafuta. Sasa shemeji wa binti akamuona tena huyu jamaa, akaamua mfuate. Vipi, unamtafuta nani? Mtoto wangu. Nifuate, yupo huku. Mtoto ni kweli alikuwa eneo hilo na mbwa wake, anamtafuta Yashna. Akamuona yule pale. We Mai, mbona msumbufu? Umekuja kufanya nini huku? Nimekuja kumwaga Yashna. Kipindi dogo anamkimbilia, mama mke akatokea kwa mbele. Na huku upande wa pili kumbe mchizi wamemuitia masela, ni kichapo tu. Yani inaonekana anafuatilia mke wa mtu mtarajiwa. Kumbuka ushemu wa binti, si alikuwa anamchora tu tokea mwanzo alipomuona na binti. Huku napo mama kawaka. Yani umekuja na rafiki yako na mtoto ili muje mumchukue binti yangu, si ndio? Kamwambia hivi, hawezi kurudiana na mwanangu. Kabla ajali tayari alikuwa hampendi. Walitaka kutalakiana. Wache mwanangu aishi maisha yake sasa. Unaambiwa mama aliongea kwa uchungu huyo na maneno makali ya chuki. Akamfuata na mjukuu wake. Na wewe, ngoja nikwambie kitu. Yashna ni mama yako mzazi, ila amekusahau. Kwa hiyo na wewe ikiwezekana msahau tu. Aisewe mama ana roho ngumu kumweleza mtoto ukweli kwa staili hii ya chuki, tena ukizingatia mtoto bado ni mdogo sana huyu. Huku kwenye kipigo ghafla Alvin Mwamba mwenyewe alitokea, akamfukuza mdogo wake pale na kundi lake. Ni ujinga gani huo alikuwa anafanya? Akamsaidia jamaa pale. Wendo Village, nimesikia taarifa zako zote. Samahani kwa kitendo alichofanya mdogo wangu, ni upumbavu sana. Naitwa Dr. Alvin na mimi ndo mume mtarajiwa wa ex mkeo. Mimi sina ubaya na mtu yoyote. So ili mradi tuepushe drama hapa, wewe bora uende tu. Kisha huyu akajikataa. Mwamba mstaarabu tu. Mwamba kabaki na uchungu hatari. Baba, mtoto alikuja.
Ndio umefanya nini sasa Mahi? Aya, ona kilichonikuta baba yako. Yaani kile unachotaka nakupa we mtoto. Ila siku hizi toka uwe na huyo Yashna unisikilize kabisa baba yako. Baba anaongea huko analia ese. Katoto nacho ilimuuma sana kuona baba yake analia. Kalimfuata baba yake na kumuomba msamaha. Hata muacha tena. Alimwambia ukweli pia kashajua kuwa Yashna ndo mama yake mzazi. Mzee alimaindi hili. Mara Yashna naye huyu hapa katokea. Amekuja kwa furaha mwenyewe. Hajui kinachoendelea. Anajua watu wamekuja kwa ajili yake. Hivyo mwanamke unakichaa. Unafikiri mimi nimekufuata wewe hapa na unajua unaolewa huko. Yaani mchizi hapa nammalizia asila. Yeye binti watu wala ile chochote kile. Binti akajaribu kwenda kwa mtoto. Eti, si unanichukulia kama mama yako? Eti utaki tuishi wote? Ndio nilikuwa nakuchukulia hivyo, lakini wewe sio mama yangu mzazi. Mtoto kavaa sura ya mbuzi kama mbwai we mbwai. Naye anamkataa mama yake mzazi kama hajajua ukweli vile. Aisee, binti Yashna ile chochote kilichotokea maskini. Mzee kambeba mwanae kisha hao akajikataa. Ila vile akaona hapana, sio kinyonge. Subiri kwanza. Nisubirini kwenye gari huko. Mwamba akamfuata mama mkwe, akabidua meza kwa asila kwanza. Wapambe wanajaribu kumfuata. We ni mtu mwingine sasa hivi, sio yule boya. Akavuta kiti kidogo abonge na mama mkwe. Sikia, bora ucheze na mimi siku zote, nitatulia. Ila usije kucheza na mwanangu kamwe. Umemwambia mtoto wangu kweli ambao nilimficha baba yake. Vipi na mimi nikamwambia mwanao kweli au? Dadeki, mchizi akaona mambo asiwe mengi. Huyu akasapa zake. Binti huko alijitenga ni kilio tu. Alvin aliliona hili. Huko njiani ghafla hali ya mtoto ilibadilika. Ikabidi atafute hospitali ya karibu haraka atibiwe. Aisee, hali haikuwa nzuri kabisa kwa mtoto. Baba alichanganyikiwa yani. Babu naye alitia timu kwa mjukuu wake aisee. Jamaa uwezi amini alikuwa analia kama mtoto mdogo. Upande wa pili huko wakati umefika. Kwetu Walabuni kule tunasemaga alwaqt tamimu, yani muda umetimia. Ghafla babu alikuja kuingilia kati. Sasa babu akawa anaongea na Yashna kama wanajuana hivi. Yashna anamuita mzee baba. Yaani kumbe iko hivi. Huyu mzee ndio baba yake mzazi na Yashna, ambaye alikuwa anagombana na mkewe kila siku. Tokea watoto wao wako wadogo sana. Na wala sio baba yake na Village. Ilikuwaje hii? Usijali, tutafahamu kidogo. Sasa mzee kaja hapa anamwambia mwanawe, wewe unampenda Village? Mbona unakubali tena kuolewa na mtu mwingine? Baba, sasa mimi Village amenikataa, nifanyaje? Hata mwanae pia kanikataa. Kiukweli bado nawapenda sana. Nishauri basi nifanyaje baba? Na huyu mzee pia hajawahi kumwambia ukweli mwanae kuwa Village alikuwa ni mmeo. Yaani naye anaficha siri. Ila anajua binti yake kuwa kampenda tena Village sasa hivi kwa mara ya pili. Mzee sasa akaanza kumwambia mwanawe pale, afate moyo wake unapotaka. Ana uhakika akiolewa hapa atakuwa na furaha ya moyo. Na pia Village yuko hospitali sasa hivi. Mtoto wake yuko ICU chumba cha mahututi. Muda wote tunaweza mpoteza. So machaguo ni yako. Bikikala naye akaja. Yashna, tunachelewa, tumalize jambo la ndoa. Baba yako utaongea naye baadaye. Mzee hakuwa na pingamizi, kashamchana ukweli. Maamuzi ni juu yake. Yeye huyu akakaa zake pembeni. Binti akaganda tu. Alvin akafikiria, akaona yeye ngoja kwanza. Nini shida? Alvin, mimi siko tayari. We mtoto unaongea nini? Ni kwa sababu ya Village sio? Hivi unamjua Village? Village sio mtu sahihi kwako yule. Hivi unajua kabla mke wake kufa alivyokuwa akiteseka? Kwanza alikuwa anataka talaka. Hapana, hakuomba talaka, aliomba acha ubishi. Yaani hapa anajaribu kumshawishi binti atake kutumia mabavu. Binti akawa anasema, mkeo mwenyewe ndo alikuwa na makosa, alinisimulia kila kitu. Nilishangaa sana kwa nini mkeo alikuwa vile. Mbona Village ni mtu mwenye roho nzuri tu na upendo? Pasipokujua alikuwa anajisemea mwenyewe. Jamaa alimfuata akamwambia, sawa, nenda haraka, potea hapa nisikuone machoni mwangu. Yashna hakutaka kujiuliza mara mbili. Huyo mbio. Bi Kikala akaja kumwashia moto mzee Kikala. Yaani wewe kila siku ni mtu wa kuharibu familia. Haya na leo sharizika kuharibu ndoa ya mtoto wako. Mimi nachojua mtoto wangu aliolewa miaka kadhaa iliyopita na hakuachika. So kwa upande wangu hii ndoa siitambui. Okay, ngoja nikueleweshe, iko hivi. Baada ile ajali mama mkwe alivyomwambia Village asiwe karibu na mwanawe aende mbali, baba mkwe wake alikuwa pembeni pale kumbe. Akaona huyu ex mkeo ana roho mbaya sana na ndiye alimjeza sumu mwanawe. Akaona kama alikosa nafasi ya kukaa na mwanawe, basi hawezi kukosa nafasi ya kukaa na mjukuu wake. Hivyo akaamua kwenda kuishi na Village, walee mtoto pamoja. Kwa hiyo siku zote Village anavyoishi na mzee huyu sio baba yake mzazi, ni baba mkwe wake. Ila wote waliitunza hisili. Binti alikuja kumjua baba yake mzazi, lakini hakujua kama anaishi na mmewe mpaka leo hii. Yeye anawasiliana naye tu kila siku na kukutana naye, lakini hajui anapokaa. Mzee kumbe anaishi na mkwe na mjukuu wake miaka yote hii. Mzee sasa hapa anamchana mama ukweli na kumuonesha roho yake halisi. Yeye naye ni chanzo, anachangia kwa yote haya. Lakini ona sasa Mungu alivyokuwa ajabu, kawakutanisha tena na binti kampenda tena. Mzee alimwomba mama jambo moja. Sisi tulifeli kama mke na mume. Basi tusifeli kama wazazi. Please. Bi Kikala chozi lilimtoka, msumari limuingia. Huku upande wa pili Yashna alifika mpaka hospitali. Anamkuta Mwamba kajinamia zake tu. Jamaa analia, anaogopa sana mwanae anaweza kufa. Binti alimkumbatia tu pale na kumbembeleza, akiwa anampa na maneno ya moyo pale. Asijali, atapona tu na hataacha tena. Kashakimbia ndoa yake kule kwa ajili yao aje kuishi nao milele. Kama watu mlipangiwa kuwa pamoja, basi mtakuwa pamoja tu. Kila mtu ni machozi tu. Mara ghafla Alvin anaingia akiwa na mdogo wake pamoja na wengine. Kumbuka Alvin ni daktari mkubwa bingwa anayefanya kazi
Marekani na hata mdogo wake pia ni daktari. Kwa hiyo alipata taarifa kilichotokea kwa mtoto, wakafuatilia vyeti vyake vizuri, jamaa pamoja na mdogo wake na lile kundi lililompiga mwamba, kumbe wote walikuwa ni madaktari bingwa. So Alvin akaona ngoja waingie mzigoni kumfanyia operation mtoto atetee maisha yake. Mwamba hakuamini kabisa yani. Hata Ashna naye hakuamini, alishindwa sijui amshukuru kiasi gani Alvin. Mchizi alikuwa na roho nzuri kinyama yani. Kakubali kubeba jukumu ambalo ni riski kwake, sababu akishindwa na binti akafariki, basi wanashusha thamani ya vyeo vyao. Dogo huyu hapa hali tete, asipofanyia operation leo basi ndo mwisho wa maisha yake. Kabakiza masaa machache tu. Binti alimlilia sana Mahi. Ndo hivyo ikabidi aingie kwenye operation. Ashna alibaki na Mwamba na kumwambia, I wish ningekutana na wewe mapema. I wish mimi ndo ningekuwa mke wako. I wish pia mimi ndo ningekuwa mama mzazi wa Mahi. Da, mchizi analia tu yani. Angejua yeye ndo mke wake halisi mwenyewe anajiongelea. Acha tu, inaumiza sana. Madokta akaseti mambo sawa pale, kila kitu. Huko nje pressure tu kila mtu. Operation ikaanza pale. Mai mwenyewe ndo huyu sasa. Miaka ishakata. Alipona kabisa na leo amekuwa mwimbaji kama mama yake. Familia nzima ilikubaliana kutomwambia Ashna ukweli kwa sababu itamuumiza sana na anaweza hata kuchukua maamuzi mabaya kujiua kwa kujutia yeye ni mama gani. So kwa vile familia isharudi pamoja, basi wacha maisha yaendelee. Hakuna kukumbushia zamani tena. Na huu ndo ukawa mwisho mtamu kabisa wa filamu inayoitwa Hai Nana, iliyosimuliwa kwako hapa kwa lugha rahisi na nyepesi kabisa ya Kiswahili. Kutoka kwangu hapa Chandi Dola Ghost Hard Vocal, sauti ya Dragon. Shout out kwa mzalamu wa Kiarabu Mr. Mwalile kutoka Dar mpaka Molo. Usisahau kulike, share kwa marafiki, weka komenti yako hapo chini. Pia usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama kengele kujiunga ndani ya familia ya EY Movie. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.